Biblia yako tafadhali tufungue Biblia yako. The Bible, just have the Bible, open your Bible. It will be good for us to read the book. The Bible, one of the books in the Bible, we have seen today in the morning that the Bible is the breath of God. Every word of the Bible is the breath of God. It's inspired of God. God gave it to different people that spoke and to people, and they wrote it down. So I want us to read the book of Acts chapter 1. Acts chapter 1 and from verses 1 up to the end. But I'll read some few verses and comment on some few verses according to how we'll be going. And thank you for God allowing us to meet together again. So let's go back to Exodus chapter 1 and read verses from verses 1. My preaching is about the hiding of God's eyes from His people. The hiding of God's eyes from His people. My question is, does God hide Himself from us? Does not His eyes look on us? Does He see us when we cry? Does He see us when we pray? Does He allow all these calamities and problems to face us all the time, every day, moment by moment? People are dying, people are killing each other, diseases and so on. Why so? The Israelites had this problem from some times ago. They've been praying and crying over this. I remember during the Second World War that was there. The Nazi people, during this war they called the Nazi, the war of Nazi, the Second World War. 6 million Jews were killed by the Germans. They were killed and they were wondering, how is it that God has left us? Watu wanaweza kuua watu wengine namna gani hivyo? Kwa nini watu wanauana? Kwa nini mambo haya yanatendeka katika nchi yetu? Kwa nini hizi vita? Kwa nini tabia kama hii ambayo inatendeka katika nyumbani, ambayo inatendeka katika mataifa, ambayo inatendeka katika wapendwa wetu? Why is it that, oh God, why have you left us? Mungu, mbona umetuacha? We cry. But I want to say, God sees us. Mungu anatuona. And I want to say, God has not left us. Mungu hajaweza kutuachilia katika hiyo hali. But before we go to that, Exodus chapter 1, I want us to read Psalms just to get that verse about the crying and God hiding from us. Psalms 44 and verses 24. Psalms, if you have your Bible, quickly please, you just open in that place there and we read that, or those verses, the one verse there or two verses, and I believe that it will be a blessing for us as we do this. Psalms 144. And if you have that verse, it will be good for us to read together as I check slowly. Psalms 44 and verse 24. Psalms 44. I believe some of you have gotten the verse, but I'm slowly looking. I know there are some people who are slow like me. They are still looking for that. And verse 24 says, wherefore hidest thou thy face? Ya kwamba wewe unaficha uso wako kutoka kwetu. Wewe mbona unaficha? That's the question the Israelites are asking through the inspired person who was inspired by God. Believe David writing these things here. He says, why are you hiding this? And forgettest our affliction and our oppression. Do you forget our oppression? Are you forgetting the afflictions that we are passing through? I want to go back again in the book of 2 Corinthians chapter 12 again. Paul speaks of the same thing in verses 9 and 12, and Paul is praying all the time. And he's saying, God, I am praying, God, may you deliver me. Mungu naomba
Kila wakati Paul alikuwa analia na inamfinya. All the time he's walking on the way. And maybe he's doing that. It's only small thing that makes you stumble and go like that. But you say, God, I'm praying that remove this from me. Why is it so? Why is it so? That I'm pain all the time. God, you don't love me. Mungu hunipendi katika hiyo hali. Naomba uniondolee katika, lakini Mungu anasema kwamba I work in that. I'm pleased that you have that. Nimefurahi kwamba upite katika hiyo hali. Okay? Kwa hivyo Waisraeli wanalia verse 25 from that book that you have read, Psalms, you may read that, please. You may read that verse. Let's go to Exodus chapter 1 again and read verses 1. It says that now there are the names of the children of Israel which came into Egypt. Every man and his household came with Jacob. These are the sons of Jacob. The beginning one is Reuben, and then to the end Benjamin. He names all of them, and Joseph Benjamin, up to the last son. All of them. And the total number that went to Egypt is 70 souls. That's the total number. Why did they go to Egypt? Walienda Misri kufanya nini? Kwa nini walienda? Now we have to go back in history or in the Bible again. Genesis chapter 15 verses 13 and 14. Mwanzo 15 mstari wa 13, 14 ambayo Mungu akaambia Abraham ya kwamba watoto ama jamii yako itaenda katika utumwa na itakaa huko kama wafungwa in bondage for 400 years. Kwa hivyo Mungu akatenda, akasema yale maneno. Na kwa hivyo wana wa Abraham na Isaac na Jacob katika hiyo jamii wanapoendelea, kuna mambo ambayo Mungu ameweza kuzungumza ya kwamba yataweza kutendeka. Na Mungu lazima angeweza kutumia njia fulani ili wana wa Israeli watoke Kanaani waweze kuelekea Misri. Kwa hivyo Mungu alitumia njia fulani, haikujulikana ni wapi. Abraham hakujua wataenda wapi. Lakini mwishoni tunapata kwamba wana wa Israeli walitoka Kanaani wakaweza kwenda Misri. Sio kwa njia rahisi. Ilikuwa ni ya kwamba kuna njaa. Kulikuwa na njaa, kulikuwa na mateso. And people could move away kwa sababu ya kwenda kutafuta chakula. I can see the book of Ruth. Elimeleki aliweza kutoka katika jamii yao kwa wana wa Israeli, ambapo Mungu alikuwa amesema kwamba hamtatoka mwende kuchangamana na hao watu. Elimeleki aliweza kutafuta chakula na watoto wake wawili. Elimeleki alipoenda na wale watoto pamoja na bibi yake Naomi, tunaona kwamba vijana wake wawili waliweza kufa kule Moab. Naomi peke yake alirudi pamoja na Ruth because there was hunger. Kwa hivyo Mungu alitumia njia ya njaa. Yaani Jacob na jamii yake wakasikia njaa, ikaonekana kwamba hakuna chakula. Na akatumia neno ambalo wazazi wengi wanatumia kwa watoto wao pengine ama kwa wazee wao. Kwani wewe unakaa hapa unafanya nini? Tunakufa njaa. Kwani you are not saying go and do this? Nenda ukafanya. Kwa hivyo nafanya watoto wengine wamechukua bunduki wanatembea nazo. Wanaenda kuibia watu wengine. Imefanya watoto wengine wanaenda kufanya mambo fulani, wizi katika hiyo hali. Wanaingia katika hali tofauti kwa sababu wasichana unapata Nairobi, young men, young ladies, young children in Nairobi, they are looking for money. Wanatumia ile njia kwa kuleta chakula nyumbani. Yes, pasipo mapenzi ya Mungu, because they have used a wrong way. Lakini Mungu alitumia ile njia ili wana wa Israeli waweze kwenda kulingana na mpango wa Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza ni ya kwamba it was God's plan. It was God's plan. Ilikuwa mpango wa Mungu ya kwamba waone njaa, wapite katika hiyo hali yote na mapenzi ya Mungu ikaweze kutendeka. So it was God's plan and will. God had promised Abraham that those things have to happen. And I've quoted Genesis chapter 15 and verses 15 and up to verses 13 up to verses 14. The method God used, He used hunger. And I want you to check the book of Genesis chapter 37. You read the whole chapter. Genesis chapter 42 verses 1 to 6. Genesis chapter 43 verses 1 and 2 and verses 15. And Genesis 46 that we're going to read right now. Genesis 46 now.
The other verses you may read later on if you have your own time. Be blessing. Genesis chapter 46 if you have your Bible. Close to what we are reading from Exodus 46 and verses 1 and up to verse 6. It says this, and Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. And God spake unto Israel in the vision of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here I am. That is God speaking. And he said, I am God, the God of the Father, thy father. Fear not to go down into Egypt, for I will there make of thee a great nation. I'll go down with thee into Egypt, and I will also surely bring thee up again, and Joseph shall put his hand upon thy eyes. Now you see the story of Jacob and Joseph. His brothers sold him. And after they sold him in Egypt, they didn't know what will happen in the future. God was preparing a way that he sells their brother Joseph, and he's going to prepare a way for them. He'll be a prince in Egypt, and through this man, through Joseph, God is going to bless them. And God blessed them. Joseph became a very great person. Yosefu akakuja akawa mtu mkubwa sana. Na katika hiyo hali ya kuweza kuwa mtu mkubwa sana, akaweza kujulikana, akawa mtumishi wa Mungu, na watu wakatambua ya kwamba Joseph ni mtumishi wa Mungu na Mungu ananena pamoja na yeye. Hata wana wa Israeli ambao walikuwa wanaabudu miungu zingine wakakuja wakaamini ya kwamba there is God. Hapa duniani kuna mtu ambaye anaitwa Mungu ambaye ni muumba wa vitu zote. Na kuna jambo ambalo liweza kufanyika katika hiyo hali. Verses 26. Let's go to verse 26 in the same chapter of Genesis 46, verse 26, and Genesis 46. Genesis 46 and verses 26. We'll read some few verses there. 2 verses maybe. 46 and verse 26. 26 says that all the souls that came with Jacob into Egypt, which came out from him, beside Jacob's sons, wives, all the souls were 66. But there are 70. If we read well, we'll find that it's 70 because of the sons of Joseph that were in Egypt. Verse 27. And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were 2 souls. All the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were 10. That is the total of 7 30, which means plus 10 is 70. They were a total of 70. And you can see how many people during the Second World War, the Jewish were so many, millions of millions Jewish. And even at the moment, Jewish are so many in the world. They are gone all over the world at the moment. And God has a reason for that. Because if you see in Deuteronomy, God has planned for them again. God says that He's going to deliver them in the world. The time they're going to disobey Him, God will deliver them into the other nation. It will not be a nation for themselves. So at the moment, Mungu ameweza kuachilia taifa la Israeli ikaweza kukawanyika dunia yote. There is no nation called Israel. At the moment, it's a very small nation. A very small, it's like central province. That's the nation you hear in the word Israel. Okay? But according to God's promise, alikuwa amesema atampa Israeli nchi kutoka Misri inayofika kule the river that comes from Lake Victoria, which is the Nile, the river of the Egyptians. Wataenda mpaka kule juu, watakuwa na sehemu kubwa katika hiyo hali. David aliweza kutawala na Suleiman aliweza kutawala ufalme kama ule, lakini tangu waweze kutoka hakuna mtu ametawala utawala kama huo. So we are waiting for one time according to God's plan
God's plan ikaweze kutendeka, na Mungu ataweza kuleta mtawala ambaye atatawala milele na milele kulingana na mpango wake. Genesis 12 verses 1 and up to 4. Hivyo ndivyo Mungu aliweza kuambia Abraham. John 10:10. Ya kwamba Mungu anasema kwamba mwizi, just a quotation, ya kwamba mwizi alikuja ili akaweze kuiba. Anakuja ili aweze kuiba. Anakuja kuiba, kuharibu na kuweza kuua. Lakini mimi nimekuja ili muweze kuwa na uzima na kuweza kuwa nao tele. Wana wa Israeli waliweza kuonewa tangu kitambo kutokana na shetani mwenyewe. Mpaka sasa hivi wana wa Israeli wanaonewa. Wameonewa. Everyone is against them. Most of the nations, even the nations that will say they love Israel, they hate Israel. They hate Israel. But God is with them. Mungu angali ako pamoja nao. And we need to pray for Israel all the time. We need to pray for Israel. Mungu aliweza kuchagua wana wa Israeli waweze kuwa watoto wake. Waweze kuwa kama chombo cha kuweza kuonyesha mataifa mengine ya kwamba Mungu ako. And why I'm quoting John 10:10 is that we are God's children. Sisi Mungu ametuchagua na ya kwamba sisi ni watoto wake. John 1 verses 11 and 12. Alikuchagua wenyewe, hao wenyewe hawakuweza kumpokea. Lakini kwa wale ambao walimpokea, aliwapa nguvu za kufanyika watoto wa Mungu. So we are children of God. As we accept Jesus Christ as our Savior, we become the children of God. Na tuko pale kwa sababu ya kufanya mataifa yakaweze kujua kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Na Mungu hatatuacha licha ya zile tabu, zile shida ambazo unakuwa unapitia ndani. All the problems, all the afflictions, all the trials that we are passing through, God is seeing you. Mungu hajafunga macho yake. Kama vile wana wa Israeli wamelia katika Psalms 44 verses 22. Mungu hajafunga macho zake. God is seeing you. God is crying with you. God is praying with you. Anakufuatilia katika hiyo hali. Lakini wakati mwingine Mungu anakubali ukaweze kupita katika hali ile hali ili ukaweze kutukuzwa katika maisha mwako, yeye atukuzwe. You need to accept that. Hali yote ambayo unapitia ndani. But sometimes inaweza kuwa ni hali ya kishetani. We need to pray. We need to know how to pray and know God's will for our lives. Wakati mwingine watu wanaacha mapenzi, wanasema kwamba ni mapenzi ya Mungu nipite katika hali hii, and yet it's not the will of God. Prayer is very much important. We need to pray. And that is why as we go together verses, tunaambiwa kwamba and the other king who never knew Joseph came unto the throne. That's from verses 7. Let's read Exodus 1 and from verses 7 and 8. Exodus 1 and see what it says. And we are looking number 2. We have seen number 1, it was God's plan. Number 2, that the new king came on the throne. And when the new king comes, when someone comes who rules, even during this time, hanasahau wale ambao walikuwa wazuri, hata wakumbuka katika hiyo hali. Kuna watu ambao wanakuja katika maisha mwako, pengine wewe ulikuwa unaongoza pale, pengine hapo ulikuwa unatawala, na anaona hata watoto wako, hataweza kukumbuka watoto wako, hataweza kuwaweka kando, hataweza kuanza kuwapeleka jela, hataweza kunena mambo mengine, kwa sababu wewe alikuwa na heshima wakati wewe ulikuwa hai. But because you are not there, watoto wako wanapita katika shida. I've seen many people ambao hata wakati pengine walikuwa very rich people, prominent people, they were loved by people. Lakini wacha wale watu wakufe. Watoto unasikia watu wanasema pengine ni funeral, ile siku ya kufa ya kuweza kushika, wanasema kwamba sisi tumekubali tutasomesha hawa watoto. Wengine wanasema kwamba sisi tumekubali, mimi naenda kuandika huyu kijana ama ataweza kupata kazi. But after 1 year there is nothing. Wale watu unapata kwamba ile boma imebadilika, ile jamii haiko sasa. Unaanza kuwa mtoto wa fulani alikuwa hapa, alikuwa anaitwa fulani. There is someone who was here. He was a minister. There was someone who was here. He was a pastor. But watoto wake hawapo hata kidogo. Because people don't care
People forget others immediately. Na watu wataweza kusahau hata kazi ile wewe unafanya kwa wakati. Jamii yako itaweza kukosa hata kukumbuka wewe, hata wakati unapowasaidia, hata wakati unapowabariki. People will forget. When they come to the throne, they will forget about you. But do the will of God in your life. Praise God. Lakini wewe fanya mazuri, nenda wewe. The man that was crying all the time when he was a madman, on the way saying, tenda mema na uende. Na mtu mmoja tajiri akatengeneza plan. Akasema ya kwamba mimi sasa, this man huyo mwendazimu ataweza, anatuharibia hapa kila wakati, tenda mema. Let me plan and kill this person here. Akachukua sumu, akaweka kwa chakula mzuri. Ingine aliweka kwa kuku na mkate akaweka pale. Akamwambia yule mwendazimu, kwa sababu all the time angepita kwa gate, watu wanamwekea chakula. Na walipoweka pale, huyu mwendazimu akuja akakula. Kumbe penye alikuwa amekula ameshiba. Wakakuja akamwekea pale kwa gate pale, yule mama akamwekea pale chakula mzuri sana, lakini sumu. Akasema kwamba wacha kule akufe. Akakaa pale, huyu mtu akalala na usingizi, akaanza kuota. Pengine akaota watoto wa huyu mama wanakuja na wanaona kama they will die. Now I'm just putting there these things here. Alafu baadaye walipofika, mwendazimu akamwambia fra mama akukule chikoni kule anafanya mambo yake. Akamwambia kwamba mimi mama yenu amenipa hii chakula. Na mimi nilikuwa nimetoka huko nimeshiba. So kwa sababu mimi nimetoka shule, tafadhali chukueni chakula hii mkule. Ninyi kuleni. Sasa watoto waliweza kukula. Watoto walipokula pale immediately walianza kusikia vibaya, wakaanza kuwa kama wanakufa. Mwendazimu akaanza kulia na watu waliweza kuja. Na yule mama aliweza kuja akapata mtoto wake wa kwanza anakufa. Na akaanza kusema mimi mwenyewe ninaua mtoto wangu. Mimi mwenyewe nafanya hivi katika hiyo hali. Watu wakajua kumbe huyu mama wewe ni mwendazimu kuliko huyu mwendazimu mwingine. Wewe ni mrogi kuliko huyu hata mwendazimu. Kwa hivyo kuna watu ambao wewe tenda mema wakati Mungu amekupa nafasi. The time you are on the throne. Proverbs, I believe. Proverbs. Tenda mazuri. Mkono wako ufanye kazi, kwa sababu wakati ule saidia wengine ambao wako wanataka kusaidiwa, kwa sababu you are on the throne. Because wakati utakuja hautakuwa. Nobody will help them, but they will remember you kwa sababu you helped them. Now let's go to verse 7. Exodus. Verse 7. Inasema ya kwamba verse 7 inasema ya kwamba, and then say this. Am I at the right place? Let me go. Verse 7 of Exodus says, and the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. That's what the Lord can do unto you. That's what the Lord can do for your life. Hivyo ndivyo Mungu anaweza kukutendea katika maisha mwako. Hata adui wako anapokupikania katika hiyo hali, anapopikana kinyume chako. That's what the Lord is going to do for you. Verse 8. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. And he said unto his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply. And it come to pass that when there falleth out any war, they may join also unto our enemies and fight against us, and so get them up out of the land. That's what it is. So that when the new king comes on the throne, he never recognizes people. And I want you to check in the book of Ecclesiastes chapter 2, verses 24. But if you have a Bible, please just check. Mhubiri inasema ya kwamba inazungumzia kuhusu hekima, na vile vile inazungumzia kuhusu mali ambayo unayopata. Ya kwamba unapopata mali na unawekeza katika hiyo hali, wakati unawekeza mamilioni ya pesa umewekeza na unayaacha, unaanza kufikiria yule ambaye nitaacha sijui nitamwachia nani.
Na atafanyia nini hii mali? Kwa hivyo utaacha mali nyingine, mtu mwingine atachukua ile mali yote aharibu katika hiyo hali. Nchi ikakuje ikaweze kuwa maskini. Now, in that place, chapter 9 of Ecclesiastes again, chapter 9, Ecclesiastes, and from verses 10 up to verses 15. But I want you to read verses 15. It speaks of the wisdom. Naye akasema kwamba nimeona mambo haya yote ni kama bure. Nimeyaona ni bure. Lakini anazungumzia vile vile kuwa na hekima ya dunia hii. Kuwa na akili ya hii hali ya dunia ni kama bure katika hiyo hali. Kwa hivyo yule mfalme ambaye alikuja pale alifikia, lakini katika kwake Yosefu aliyetenda pale amekuwa tajiri sana kuniliko. Amekuwa na pesa na gari kuniliko. We think bad. Tunafikiria mambo mabaya. And we kill, we destroy. Watu wengi wamekufa kwa sababu ya kuweza katika hiyo hali ya kumiliki mambo, pesa na kadhalika. Hiyo ni akili ya hii dunia. Na Mungu anasema katika 1 Corinthians chapter 1 and verses 18, I'm going to destroy the wisdom of the wise. Pale juu alikuwa anasema kwamba the preaching of the gospel is the power of God. Injili, mahubiri ya Injili. Lakini pale anasema kwamba na nitaharibu hekima ya wenye hekima na kuiweza kuifanya kuweza kuweka bure. Kwa hivyo wale watu ambao wanafikiria yale mambo yote, yale mambo mabaya, Mungu ataweza kuharibu hekima yao. And wisdom that is from outside God. Wisdom, the Bible says, comes from God. The right wisdom in James chapter 3, James chapter 1 and verses 5, and James chapter 3 again, and James chapter 4, speaks of the wisdom from God. Na hiyo akili kama ile, James amesema kwamba hekima ya kufikiria mabaya, hekima ya kuweza kuwa na moyo mbaya, inatokana na yule mbaya, inatokana na yule mtu ambaye ni mwovu. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kuwa na hekima ambayo imetokana na Bwana Mungu wetu. Hekima ambayo imetokana na Yesu Kristo. Hekima ambayo, kwa hivyo kuwa na hekima ni kumjua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako na kukaa ndani yake. But that wisdom is bad. So if you get the Bible, please just check the book of James chapter 3 and verses 15 and verses 16 and you will see. Because wakati tunapokaa, Yesu Kristo anazungumzia yale mambo ambayo tuko nayo, yale mambo tunafikiria kutoka ndani ya mioyo yetu. Mimi sijui unafikiria nini. I don't know what you are planning in your heart, but God knows you very well. Jesus knows you very well because Jesus is wherever you are and He understands you and He sees you. But some people, their motives, their thoughts are evil all the time. They are evil. Wanafikiria kuua, wanafikiria kufanya nini? Wanafikiria kuharibu katika hiyo. Wanafikiria kwenda kwa uganga. I passed yesterday on the market. So, yesterday. And someone was telling me, you see, usikae hivyo mchungaji. Ukikaa hivyo ni vibaya sana. Unajua ni vizuri sana hii dunia lazima mtu aweze kufanya. I'm speaking about anybody who might be doing business. And I've seen 2 times in a week. Wengine wanaweka pale juu, wanachukua mbuzi ama sijui ni ng'ombe, the skin. Wanaweka pale juu. Wengine wanachukua sijui wanaweka pale so that they can attract people. So huyu jamaa ameweka pale matawi fulani, amesema hii ina faida, na ameweka pale the skin of another animal, na niambia mimi najua hii pasta. Unajua ni vizuri kuwa na maarifa, ni vizuri kujikinga. Nikamwambia okay, ni vizuri. I said in my heart, Jesus, I trust in you. Wewe ndiye kinga yangu. Wewe ndiye kimbilio langu. Sitaweza kuweka chochote kwa sababu najikinga. Kaniambia hii ni dawa nzuri sana ya kujikinga katika hiyo hali pasta, nakwambia. Nikamwambia no, mimi I'm not going to use. God has led me. Mungu ameniongoza. Mungu ameweza kunikinga katika hiyo hali. And I'm alive kwa sababu ya mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo hekima ya hii dunia inakupeleka hivyo. Na utapata kwamba umeingia katika, because it's evil all the time. And you think of yourself alone. Unafikiria self kama vile shetani anafikiria, ninataka kuwa kama Mungu. Ninataka kwenda kule juu. Nataka nitaruka nikawe kama Mungu katika hiyo hali. So it is self, I will do this instead of seeking God and knowing the will of God. And saying if God wills, kama Mungu ataweza kujua na kama Mungu ataweza kunisaidia katika hiyo hali ili nikaweze kutenda mapenzi yake. Mungu, the last part I'm speaking is the burden. Ile mzigo
Mungu aliweza kuwaletea. Lakini taifa ambalo yule mfalme aliyokuwa pale akasema kwamba na yule mfalme aliyokuja hakumjua ndio, lakini aliwaletea mzigo na shida. All the time ndio nakwambia kwamba hebu inua hii kiti, hebu inua meza, inua haraka. Ili wakati unapoenda kuchapa mara moja, anakuchapa teke, anakuchapa ngume na unaanguka pale. Pepa haraka, unaona? Those are affliction. That's what the Israelites passed through in Israel. Anaambia chukua hii mawe na pima haraka na pigwa katika hiyo hali. That is why Moses one time alichukua mtu mmoja akaweza kuua. And you see, this is my brother. They are beating him. They are doing this. I'm going to react. Sitaweza kuvumilia hii hali. Nitaweza kuua. Nitaweza kufanya. Na lile tunataka kutendeka nikaweza kufanya namna gani? Itendeke. And Moses said it was the will of God and the purpose of God that all those things should happen. Tunataka kusema kwamba Mungu ataweza. Kwanza Abraham alikuwa ameambiwa kwamba Genesis chapter 12 and verses 1 to 4. Yule mtu ambaye atabariki Abraham, Mungu ataweza kumbariki. Yule mtu ambaye atakuwa against Abraham, Mungu ataweza kuwa against him. And I want to say, those people that are against God's servants, God will be against you. And he has been always against you. Once the anointed of God speaks, or even if he doesn't speak anything, and it's anointed of God, and you speak, you do whatever evil. Most of the servants of God, nobody is faithful. Nobody is true. Sometimes he is just a human like you, but there's a difference. The difference is that he's a servant of God. Be faithful and do the will of God. That's what happened to Joseph. Joseph had been chosen by God, and he was a servant of God. And the other king who comes and says to him, I know about Joseph, yes, but what he did, I don't think. Sitafikiria kuhusu kazi ambayo alifanya. Sitafikiria kuhusu Joseph. Nitatenda mabaya, nitaua hao watu. Hata wale ambao ni wazalishaji wakaambiwa kwamba muwe wana wale watoto. Firstborns tukweni mtupe vijana wengi wasiweze kuwa katika hiyo hali. And they were thrown in water, in rivers, and there was a cry. And the Israelites cried all the time, Mungu tu, where are you? Mungu wewe hautuoni katika hiyo hali. Umetusahau. As we cry right now, is God seeing us during this corona time? Is God seeing me in this problem that I'm going through? Is God seeing me in this sickness I'm passing through? Is God seeing me in my business sometimes? Is God seeing me in this pressure? Oh Mungu, sijui nitafanya namna gani? And then you forget about God. Yes, nice to pray about that. But it's nice to pray again to know, God, I know you understand me well. Mungu najua unaniona. Mungu najua ya kwamba utaweza kunikomboa katika hiyo hali. Romans chapter 8. Romans chapter 8 speaks of who is going to separate me. And if God is for us, who can be against us? Kama Mungu ako juu yetu ama ako upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume chetu? Tunaona ya kwamba watu wengi wametuacha. Watu wengi wako against us. But I want to tell you one thing. There's one person who will not be against you. God will not be against you. God will be with you all the time. He will never leave you nor forsake you. Hebrews 13 and verses 5. He will never, just saying that and quote the verses because the Bible says he will never leave you nor forsake you. He will be with you all the time. Wherever you go. Unapotembea ako pamoja na yeye. Unaweza kuona Mungu hayuko pamoja na nini? Shida ambayo naenda kuanguka katika mto pengine, there is no place, enemies are coming, yes. Lakini Mungu ako pamoja na wewe. God is waiting just step on water and see what is going to see. God is going to tell them, no, usiwe. Na wewe mtu atatoroka tena. Tafadhali usianguke kwa maji. And that man is going to calm you, that woman is going to calm you not to fall into water. So Mungu ako upande wetu kila wakati na anatupikania katika njia zetu. So God atabariki wale ambao wanabariki watu wa Mungu kwa sababu wanawapenda. If you are against God's servants, like that man was against Joseph, then there's a problem again.
Pray for the servants of God. Pray for all these people. Na Mungu akaweza kuonekania katika ibada. Pray hata kwa wale ambao wanatenda makosa. Just pray for them. Sometimes pastors have involved themselves in different actions. Some of them they walk with bunduki. Some of them have gone to kill. Some of them have gone to steal. And you may hear it's a pastor who is a bishop, but he was found in Kiambu stealing in the shop. Then you wonder what made this man to go there. Maybe after 2 weeks, that man has not eaten. Nobody was there to help him. So he said, now Mungu, jamii yangu inanigoja. What do I do? Let me go and do this. That man is killed there. That man is sentenced. I will say so many other things. But alisema kwamba kuna bunduki inapoteshwa pale fulani, na askari anapotesha pengine, waje nende kuchukua ile bunduki, alafu ndarudisha. Nikishanyang'anya yule mama zile pesa ama kile kitu, narudisha. Nitakurudishia bunduki na 2,000 ama 10,000 itakupa katika hiyo hali. And then unapata kwamba ameingia katika hiyo hali. Sasa hiyo inakuwa mwisho wa mchungaji kufanya kazi ya Mungu, anafungwa, itakuwa mwisho. Sometimes you never think of that. And sometimes God puts, anaweka zile vitu kuonyesha yale mambo inafanyika kwa ajili ya mambo yake. Sometimes these people are saved, sometimes they are not saved. Alikuwa tu pale kwa mfano wa shetani, na Mungu aonyesha kwamba shetani ako vile vile anahubiri injili ya Yesu katika ibada. Sisemi kwamba pastors will do that, but some of them will do that being used by the devil to glorify the devil. So Biblia inasema kwamba ataweza kujibadilisha na kuweza kuwa kama Mungu kulingana na mavazi yake katika ibada. So I want to say this. Do you have any problem you're passing through? Jesus Christ is saying, come unto me, all that labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Matthew 11 and verses 28 and verses 29 speaks of that. My yoke, yani ile ni yangu sio mzito, nira yangu sio mzito. Mkuje na mjifunze kutoka kwangu. Anasema anaitisha hata ziwe namna gani, njooni kwangu. And the Israelites knew about this and they cried, God, God help us. And the Bible says prayer is asking, prayer is crying unto the Lord. Kulia kwa Mungu na kuomba. Hana alienda mbele ya Mungu na akaweza kulia, akaomba. And they said, the priest was there, Eli said, you lady, all the time wewe unakunywa pombe unakuja kuomba hapa. Toka kabisa. And he said, no, you man of God, you priest, I'm not taking anything. But I have a need that makes me cry. I have a need that makes me pray. I've come here so that God, you may meet the needs of my life. That the Egyptians were there. Hao watu wanapolia, hao walikuwa wanacheka. Walikuwa wanawacheka, wanawapika, wanawafanyia msaa, kitu kama hiyo. Na huyu mtu ako na shida kwa sababu ya kwamba Mungu amebariki hawa. Do you have a problem? Do I cry? Kuna hali ambayo unapita ndani? Unalia saizi? Unaona hakuna mtu anaweza kukusaidia? Mchungaji is not around. Your neighbor is not around. Your brother is not around to help you. My brothers don't want to help me. Watu wengine wanataka kumsaidia. Ni mimi tu peke yangu ndio nimebakia. You are with God. God is with you. Na Mungu atakuinua. Mungu nenda kwake Mungu. Ongea pamoja na yeye na Mungu ataweza kusaidia katika hiyo hali. I want to take this time in prayer. Let's stand up together.